Thank you very much. Asante kwa kututazama. Kipindi ni Faith Manifestation Time. Karibuni sana. Kila Jumapili saa kama hii tuko on air katika Champions TV. Facebook ya Working Faith utatuona pale. Facebook ya Champions TV utatuona. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Ni Bishop Dr. David Sirma. Karibu na Mungu akubariki. Tunaendelea na topic yetu tulioanza wiki mbili zilizopita na tuko karibu kumalizia. Sababu gani Mungu anatutia mafuta? God's reason of anointing us. Kwa nini Mungu anatutia mafuta? Na somo letu imekuwa katika kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango wake ni wa 2 mstari wa 19. Nitasoma kama marudio ndio tuendelee kuendelea. And the men of the city said unto Elisha, Behold, I pray you, the situation of this city is pleasant as my Lord sees, but the water is bad and the ground barren. And he said, Bring me a new jar and put salt in it. And they brought it to him. And he went forth unto the spring of the waters and cast the salt in there and said, Thus says the Lord, I have healed these waters. There shall not be from there any more death or barren land. So the waters were healed unto this day, according to the saying of Elisha which he spoke. Ebu na tuombe. Baba, asante kwa kipindi hii na ikabidhi mikononi mwako. Mafuta yako itiririke mpaka ifikie watu wako. Uponyaji na ukombozi itendeke na baraka za ajabu. Mambo isiyo kawaida Baba itendeke. Nafunga kila upinzani na ninaharibu nguvu zote za giza. Asante Bwana kwa upenyo na baraka. Asante kwa mafuta na roho ya hekima juu yangu. Katika jina la Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Unakumbuka nimezungumzia God's reason of anointing us. Na nimezungumzia vitu viwili muhimu. Leo naguzia ya 3 na pengine ya 4, 5, 6 kama Mungu atatuwezesha tukaweze kuimalizia siku ya leo. Nimeguzia mambo mawili. Kwa nini Mungu anatutia mafuta? Number 1 is to solve problems that cannot be solved by human wisdom. Nikasema kuna mambo haiwezi kusuluhishwa kwa hekima binadamu. Inahitaji tu upako wa Mungu ifanye kazi. Ile upako wa Mungu ndani ya watumishi wa Mungu, ile upako Mungu anaachilia. Tunapoona katika mji wa Jericho vile maji ilivyokuwa, uponyaji ilitokana na mafuta ya Mungu, upako iliyokuwa ndani ya mtumishi wake Elisha. Na nashukuru watu wa mji ule walitafuta msaada kwa upako. Watu wengi sana wanatafuta kwa hekima binadamu, na wengine wamefika pahali wameumia katika mioyo zao, na wamefika pahali wanaona ni kama hawatawahi barikiwa ama hawatawahi kupona katika maisha yao kwa magonjwa, maana walitafuta hekima binadamu na hii kuwasaidia. Mji wa Jericho ikasaidiwa na mafuta iliyokuwa ndani ya mtumishi wa Mungu, iliyolete the solution to a problem that could not be solved by human wisdom. Number 2, kwa nini Mungu anatutia mafuta? Nikasema wiki iliyopita ni kwa sababu ya kuchallenge the kingdom of the devil. Kingdom of the devil huwezi kuchallenge with the wisdom of men. You cannot challenge with the blood and flesh. Hawezi kuchallenge the kingdom of the devil na silaha za kimwili za kawaida. Lazima uwe na silaha zinazoandamana na upako wa Mungu. Maandiko inasema katika Waefeso 6, faa silaha zote za Mungu, silaha za kiroho. Paul akasema katika 2 Corinthians chapter number 10 verse 3 hapo na mpaka mstari wa 6, akasema ingawa tunatembea katika mwili, vita vyetu hatupigani kwa tabia ya kimwili, tunavaa silaha za kiroho, na hizo silaha lazima iwe na mafuta ndani.
katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapopambana na ulimwengu wa giza iliyofunga watu, mateso aina zote, tunaweza kuchallenge the kingdom of the devil by the anointing that is upon us. Kwa hivyo Mungu anatutia mafuta ili tuweze kupigana na ulimwengu wa kimapepo, maroho wasioonekana, mapepo wanaotawala katika anga, mapepo isiyoonekana kwa macho ya kawaida. Inapiganwa tu kwa mafuta ya kiroho, na unaweza kushinda nguvu na ulimwengu wa kimapepo, wachawi na nguvu za Mungu peke yake. Na hii ndio sababu Mungu anatutia mafuta. Number 3, kwa nini Mungu anatutia mafuta, wapendwa, is to deliver the oppressed ones, ili tuweze kufungua waliofinyiliwa, walioonewa na mapepo, walioonewa na wachawi na ulimwengu wa giza. Amen. Those who are oppressed by the devil. Hiyo ndio tunatumia mafuta. We use the anointing. Mungu anatutia mafuta ili tuweze kufungua the oppressed ones, walioonewa, waliofinyiliwa katika maisha. Najua kuna watu wanasema kwamba ninapitia wakati nimekuwa oppressed in maisha. Mapepo ufinyilia watu, mapepo uoppress watu, na kwa sababu ya hiyo Mungu akaachilia mafuta juu ya watumishi wake. Na tunapotazama katika kitabu cha Luke chapter number 4, nataka tuangalie Luke chapter number 4, kitabu cha Luke chapter number 4, Luka chapter number 4 verse 14. Nataka tuanze hapo. Inasema, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. Verse number 18. And Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Oh my God. Hii ndio neno. Yesu mwenyewe alihitaji mafuta haya, na wapendwa, tuna mfano mzuri wa kuhitaji mafuta haya. Mfano mzuri, tunahitaji kujifananisha na yeye, sio dini, sio binadamu. Mimi nimekutana na watu wengi wanapinga na kusema kwamba hii sio mafundisho ya dini yetu, kujaswa na kupokea mafuta ya Roho Mtakatifu. Wengi wanasema this is not the teaching of our religion. And let me tell you kwamba kutiwa mafuta na Mungu sio mafundisho ya dini fulani, na haikuanzishwa na dini fulani. Na huwa ninaambia watu ya kwamba mafuta ya Roho Mtakatifu haiko kwenye mafundisho ya dini, sio dini. Hii ni Yesu mwenyewe alisema ya kwamba tunahitaji mafuta haya. Iwapo tunahitaji kufungua watu walioonewa na shetani, Mungu anatutia mafuta ili tuweze kufungua walioonewa na mapepo. Yesu mwenyewe akasema, maandiko inasema, na Yesu alipotoka jangwani baada ya after 40 days na kujaribiwa na shetani, na maandiko inasema na shetani akamwacha for a season. Na maandiko inasema verse 14 inasema kwamba na Yesu akarudi katika mji wa Galilaya. Mji wa Galilaya was very important to Jesus. Unakumbuka hata kwamba baada ya resurrection alienda Galilaya, akaambia wanafunzi tutakutana Galilaya. Wacha nikueleze ya kwamba maandiko yanasema akarudi Galilaya, na nashukuru Yesu hakurudi Galilaya na mafundisho ya kidini. Alirudi na nguvu za Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema he came back to Galilee in the power of the Holy Spirit. Let me tell you, the church of now, what we need is the power of the Holy Spirit. We need to come back to the church. We need to come back to our region. We need to come back to our people, those who are oppressed by the devil. We need to come back. We go and get the anointing. Tunapata mafuta ili tusiweze kusuluhisha mambo yaliyo magumu kwa watu waliofinyiliwa na mapepo, maana hawatafunguliwa kwa njia ya kawaida.
Ninajua kuna mambo mengi zinafanyika na binadamu, watu wanajaribu njia mbalimbali, lakini wacha nikueleze ya kwamba tunahitaji the anointing. Watu wa Galilaya na watu waliokuja kuhudumiwa na Yesu walihitaji mafuta, na nashukuru Biblia inasema when he came back to Galilee in the power of the Holy Spirit, in the anointing of God that was upon him, in Jesus mighty name. Maandiko inasema aliporudi Galilaya akajulikana kila pahali. Ninashukuru Yesu hakujulikana ni kwa sababu alikuwa bishop kama mimi, hakujulikana kwa sababu ya cheo ya dini, alijulikana because of the anointing iliyofungua watu. Hiyo anointing iliyofungua binadamu ndio ilimfanya Yesu akajulikana Galilaya. Watu wote wakajua ya kwamba something new has come, more than religion. Maana kila mmoja alikuwa na sunagogi pahali walikuwa na abudu, kila wakati walikuwa naenda kwa sunagogi. In fact Yesu alienda sunagogi na ndio akapewa kitabu cha Isaia, akasoma Isaia na akasoma pahali inasema and the spirit of the Lord is upon me. Aliposoma pale maandiko inasema ya kwamba alisoma akiwa ndani ya sunagogi. Kwa hivyo Yesu alipoingia sunagogi alileta something different, haikuwa kwenye sunagogi. Mambo ya Roho Mtakatifu wapendwa, mambo ya kujazwa mafuta haya ili tuweze kufanya ukombozi. Na ukombozi sio kutoa mapepo tu, ukombozi ni kuleta the truth unto the people. Na ndio maandiko inasema ya kwamba Yesu aliporudi Galilaya watu wote wakajua, na maandiko inasema wakaanza kuleta wagonjwa from every corner. Watu wakaanza kuacha dini zao, wakaacha masunagogi zao, wakaacha mafarisayo, wakuu wa dini wanaopinga upako. Na hata wa leo haikosekani mbegu ya wapinzani wanaopinga upako na wanasema wanaokomboa watu, wanaofungua waliofungua na Shetani. Atu wanajifanya, hatujifanyi mpendwa. There is a true anointing that looses people from oppression of the enemy. Mwende Yesu akasema nimetiwa mafuta kuhubiri habari njema kwa masikini. God has anointed me, amenitia mafuta niweze kuhubiri injili kwa masikini wasiokuwa wamesikia injili. It is through the anointing we preach the gospel. Tunahitaji mafuta ili tuweze kuhubiri injili. Nilikuwa naambia kanisa ya kwamba kanisa la kwanza in the book of Acts walifaulu, maana walizingatia kwa upako kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu. Na ndio Paulo akasema sionei haya injili, nimejua ni nguvu za Mungu ziletao wokovu. Because of the anointing. Injili haitahubiriwa kwa sababu tunajua kuhubiri. Hatutahubiri injili kwa sababu tumetoka a best Bible school. Hatutahubiri injili because you have doctor of theology. Bila upako na unahubiri injili, hiyo inakuwa injili isiyofungua watu. Kwa hivyo inahitaji upako. Na ndio Yesu namba 1 akasema God has anointed me to preach the gospel. Kwa hivyo anointing isiyohubiriwa na mafuta haiwezi ikakomboa na haiwezi ikafungua watu. Na ndio tunahitaji upako irejee kanisani. Tunahitaji revival irudi kanisani. Tunahitaji mafuta. Kanisa tumekosa mafuta. Na kanisa likikosa mafuta itadharauliwa na kupuuzwa na kila mtu. Kilichofanya kanisa la kina Petro na kina Yohana, because I love the book of Acts, kilichofanya hiyo kanisa kuheshimika na kuogopewa na watu is because they preached the gospel under the anointing of God. Na miujiza na baraka zikatendeka, ukombozi ikatendeka everywhere, and people began to hold them in honor. People respected the church. People respected the leaders of the church because of the anointing that was operating upon their lives. And many people were added. And the Bible says in the book of inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 11 mstari wa 21, na Mungu alikuwa pamoja nao. Because of the anointing operating in them, God was with them. Na wakahubiri injili, na maandiko inasema baada ya miaka 2 kupitia upako katika mtumishi wa Mungu Paul na kanisa la Waefeso, Biblia inasema within 2 years wakahubiri injili, and the whole of Asia Minor wakashikia injili. It's because of the anointing.
Tunahitaji mafuta ndio tuweze kuhubiri injili, wapendwa. Namba ingine, Yesu akasema, he has sent me to heal the broken hearted. Kuna watu wengi wamevunjika moyo, wamekata tamaa na maisha. They are hearted broken kwa mambo, they have been offended. Wamevunjwa moyo na wanaume zao, wanawake zao, divorce na vitu mingi zimevunja moyo wao. They are sick people. Na hao watu hawezi kuponywa na daktari, wapendwa. Hata kama tutawafanyia counseling miaka ngapi, hawatapona. Kile wanahitaji is the anointing of God that heals the broken hearted, inaoponya mioyo zilizovunjika. Tunahitaji the anointing in the church. Hii kazi ya kuponya waliovunjika moyo, wapendwa, haikuwa ni ya daktari, haikuwa ni ya watu wa ulimwengu, ilikuwa ni ya kanisa kuponya the broken hearted. Praise the Lord. The broken hearted, wapendwa, waliovunjika moyo. Ninapohubiri injili na ninapotembea kona zote za Kenya hii na ulimwengu, ninakutana na watu waliovunjika moyo. Some are almost giving up. Wengine wamefika pahali wanataka kucommit suicide kwa sababu they have been broken hearted. Ndoa zao hazikufaulu. Ndoa zao hazikufaulu vile walivyotaka. Mambo zao na biashara zao hazikufanya vizuri vile wanavyotaka. Kwa hivyo wamekuwa broken hearted. Na Yesu akasema, God has anointed me. Why? God is anointing us. He's anointing the church. He's anointing his servants to heal the broken hearted. Mimi sijui umevunjika moyo kiwango gani, lakini nakwambia, ukiamini mafuta haya unayetazama kwa runinga siku ya leo, hii mafuta itaponya your broken heartedness. Hakuna pale pengine unaweza pata uponyaji uliyevunjika moyo. I thank God. Kuna wakati nilikuwa sijaokoka, nikavunjika moyo na maisha hii, nikawa nimekata tamaa. Na nashukuru Mungu, wakati nilikuwa nimekwisha nunua kamba ya kujinyonga, na nikiwa ninaenda kujinyonga nikakutana na mhubiri wa kanisa la AIC kule Nakuru. Na alipokutana mimi akaniuliza, unaenda wapi? Nikamwambia ninaenda kujinyonga na hii ndio kamba, maana nimekata maisha. My heart is broken. My heart imefika pahali nasikia kuishi hakuna haja tena. Nikafika pahali I felt there is no need of living. I was a broken hearted man. Ingawa nilikuwa natembea na wanawake, natembea na hii, nafanya ile, nafanya vibarua, lakini pesa haikunitoshelesha. Praise the Lord. Amen. Lakini nashukuru Mungu, huyu mtumishi wa Mungu alinisaidia sana kwa maombi, na kitu ya pili akanipa kazi kwake. Na kwa sababu alikuwa mhubiri, alisaidia maisha yangu iliyokuwa imevunjika. Na kama sio yeye, nafikiri singekuwa dunia hii. So the church is the healer of the broken hearted. And the anointing hii haikupewa ulimwengu. I want you to understand. Hii upako haikupewa madaktari. Hii upako haikupewa professors ya university. Hii upako ilipewa watumishi wateule waliojazwa Roho. Na wewe ni mteule. Hii upako ya Roho Mtakatifu ya kuvunja na kuponya waliovunjika moyo is upon you in the name of Jesus. Na ninakuambia siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, kama umevunjika moyo, umekata tamaa, kuna uponyaji wako leo katika hii kipindi. Ninakuambia kama mtumishi wa Mungu, kama mimi nilipona. Amen. Umevunjika moyo. Nilikutana na kijana moja Ngong nikihubiri, na huyu kijana alikuwa Mlawiti hapa Nairobi tu, katika kinaitwa Koinange Street. Alikuwa Mlawiti katika eneo hilo, na alipokuwa Ngong hiyo siku baada ya kuokoka, aliniambia kwamba alikuwa anaenda kuolewa na mwanaume mwingine Ngong Ulawiti. Mwanaume mwingine anamuoa mwanamwingine, na hiyo kuoana wanaume kwa wanaume haisibishi kiroho. Hiyo ni kitu ya kupotea. Lakini aliposikia nikihubiri crusade Ngong, akaja akaokoka, na Mungu akamsaidia, maana alikuwa amevunjika moyo na maisha. In fact, he was sick.
alikuwa mgonjwa, maana wanaume walikuwa wamemtumia mpaka kule nyuma pale ya kutolea choo ilikuwa imeumia, iko na ugonjwa. And I thank God for some months nilimsaidia pone. Oh, glory to God. Na akawa amevunjika moyo. Wewe unafikiri ni watu wangapi wamevunjika moyo? You are watching me right now kwa hiyo TV. Wewe ni mmoja, hata huamuki kwa kiti, hauamuki kwa kitanda because you are broken hearted. Let me tell you right now, in Jesus' mighty name, the Lord that I preach, I believe in miracles. That's why I preach the word of faith, because I know the results of faith is healing miracles. Na lazima upone, maana Biblia inasema hii upako Mungu ametutia. Yesu akaita wanafunzi 12 na akawapatia mafuta, akaambia endeni mkaponye wagonjwa. Everywhere you go, heal the sick, because I've anointed you, I've given you power to heal the sick. So tunapoendelea, Yesu akasema God has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, kuwatangazia freedom kwa waliofungwa, walio kwenye mateka ya malaana, mateka za roho za kijamii, walio kwenye mateka ya slavery to the devil. There is nowhere you will break slavery of the devil upon your life unless through the anointing. Hakuna njia ingine. Hii ulimwengu yote, hata uende wapi, hata usome sana, uwe masters of degree, uwe nini, hizo zote ninashukuru kwa sababu ni mzuri kufanya haya yote, lakini haya yote haiwezi vunja laana za kijamii katika maisha yako. Haiwezi vunja laana za uchawi juu yako. Kile inavunja hizo vitu vyote, it is the anointing. Na nashukuru Mungu, Yesu hakuenda na hii anointing heaven. Yesu hakupeleka anointing. Yesu aliacha anointing upon the servants. Aliacha anointing upon his elect. Aliacha the anointing upon the church. Na akasema the church, I've given you responsibility to bind and to loose. It is only the church that has the power of binding the devil. There is no other institution all over the world. Hakuna institution ingine. Hata serikali waje, hata kama ni kingship, hakuna mtu ingine duniani isipokuwa aliyejazwa roho ndiye amepewa mamlaka ya kufunga shetani. Wengine shetani atawanyonga. Ukijaribu kumchezea shetani atakumaliza, maana hauna anointing, hauna hiyo authority. The authority is only upon the church. Na ndio maana lazima kanisa ifunguliwe, maana kuna mapepo haiwezi funguliwa na madaktari. Lazima warudi kanisani, lazima waje kwa wachungaji ili hizo mapepo zitolewe, ili wawekwe huru. The captivity, the slavery of the devil cannot be broken in the hospital. It is only in the church, because it is only the church, the only institution in the world that has power to bind and loose and break the power of captivity is the church, brethren. Ni kanisa peke yake. Hakuna mwingine amepewa. And that is why I rejoice to be the member of the church. I rejoice to be a servant of God, because the anointing that I have, no president in the world has this anointing. No professor, unless he's saved, unless he knows Jesus. Lakini kama yeye hajui Yesu, hata kama asome kiwango gani, awe president, awe nani, hana hii upako. Hii upako iko juu yangu na watumishi wa Mungu. Na kama utaamini leo, ilo nira na hizo vitu vyote, nira za kishetani, lazima ivunjike. Praise the Lord. Yesu akaendelea kusema, and to bring recovery of sight to the blind, na kufungua walio vipofu, and to set at liberty them that are bruised, walioonewa na shetani, kuwaweka huru walioonewa na shetani, to set them free. Wapendwa, this is why God anoints us. Mungu anatupaka ili tuweze kufungua walioonewa na mapepo. Watu wote ulimwengu saizi, they are being oppressed by the devil. But what they need is to go back to the anointing. Na shukuru kanisa limefunguliwa. Maana kanisa, wapendwa, hata iwe namna gani, kanisa
ndio ina power peke yake ya kufungua walioonewa na shetani. Walioonewa na mapepo katika jamii yenu, msisumbuke na kusema mtaita. Niliona wakati mwingine shule moja ilikuwa inasumbuliwa na mapepo. Mapepo inarusha mawe, inasumbua shule. Sasa kwa sababu inafanyika usiku, wakaenda kulete chief na ma-AP. Na walipokuwa nalinda pale, hawa ma-AP na mabunduki zao walipigwa na mapepo usiku. Maana huwezi kupiga pepo na bunduki. Hata uwe na bunduki na uwe na risasi, mashetani bado itakupiga. Demons will still fight against you. Demons will still destroy you with your gun, with your kofia ya authority. Bado mapepo itakutesa. Hata uwe na cheo kiwango gani. Kama mapepo ilimtesa Naaman na ugonjwa ya ukoma, and he was a general in the army, akawa na ugonjwa ukoma, jua ya kwamba mapepo haiogopi cheo yako. Mashetani haiogopi who you are. Haiogopi. Kile mapepo inaogopa is the anointing. Na ndio sababu Yesu aliporudi Galilaya, mapepo walianza kulia na kusema, we know you. You are the son of God. Kwa nini walitambua? Kwa nini hawakutambua Mafarisayo? Kwa nini hawakutambua wengine? Walitambua the anointing na wakajua huyu anabeba mafuta ya kututesa. Huyu anabeba mafuta ya kutufunga. Huyu anabeba mafuta ya kutuvunja. That is why demons wakamjua Yesu. Na hata mapepo wakamwambia the sons of Sceva, wakamwambia huyo Paul, huyo Yesu Paul anahubiri, tunamjua na tunamjua Paul. Kwa nini mapepo walimtambua Paul? Maana alikuwa ndani ya anointing ile Yesu alikuwa naye. Na wacha nikwambie, the anointing that was upon Jesus is upon the holy men of God. That anointing is upon the church. You can go to the church na mambo zako zikasuluhishwa. Maana kuna upako tosha ya kuvunja nira na kukuweka huru. Haijalishi umevunjika moyo kiwango gani. Haijalishi malaana imekufunga kiwango gani. Nilikuta mzee mmoja, sitataja pale ilikuwa. Mzee mmoja alikuwa na watoto wake wote wakimaliza university na wana graduate. Hiyo ndio wakati pepo na laana ya kwao inakuja inafunga macho. Wote wanakuwa vipofu after graduation. Wanakuwa vipofu, hawaoni, maana laana. Na masomo yao, na baba yao alikuwa professor university, hiyo masomo ya baba yake haikumsaidia. Wakapeleka Amerika, wakapeleka Germany, wakapeleka England kutafuta mponyaji, lakini hawakupata. Lakini when I was preaching in their church, wakaamini upako hii na wakaniita katika nyumba yao. Nilipowapaka na mafuta, the anointing upon their eyes, walifunguka macho na wakaona wote. All the daughters waliokuwa hawaoni, wote wakaona. Let me tell you something. The anointing is here to break the yokes of oppression upon your life. Kama unanisikiza pale ulipo, I can pray with you today. Unaweza, mimi naambiaga mtu guza hiyo runinga. Kama unaona kwa simu, guza tu. And I know the anointing upon my life will break that yoke. Na leo utafunguliwa. Maana upako iliyo ndani yangu ni ya kuvunja nira, to loose the oppressed in Jesus mighty name. Father, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea huyu ndugu, naombea huyu mama, ninavunja oppression of the devil upon his life or her life. Katika mafuta na mamlaka ulionipa, ninavunja every oppressing spirit upon their lives. Kila roho imeoppress, kila oppression of curses, I destroy in Jesus mighty name. And I set you free now. I command freedom to come upon you in the name of Jesus. Pokea hiyo mafuta na ukapone kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Naamini muujiza imetendeka. Kama imetendeka, wewe unipigie simu, nitazidi kukuombea. Kama imetendeka, support this program financially. M-Pesa yangu iko hapo. Hebu simama pamoja nami. Kana mafuta hii ya ukombozi itakufikia. Hii mafuta itavunja nira. Unapobariki huduma hii, naye Mungu atavunja kile inakusumbua. Unapotuma pesa zako kusupport huduma hii ya Faith Manifestation Time with the Bishop Dr. David Sirma, Mungu atavunja
nira zako, na Mungu akubariki unaposimama na huduma hii. May God bless you. I love you. I will see you next week again. Na Thursday mchana saa 4 tasama hii kipindi marudio, na Mungu akubariki na uendelee kutasama Champions TV, maana hapa ndio Mungu anazungumza. May God bless you. Shalom. See you. Amen. Amen.